Usiku mwingine mzito ulianza kushuka juu ya kijiji cha wavuvi. Anga lilikuwa limetawaliwa na mwezi mkubwa uliokuwa unang'aa juu ya maji ya bahari, ukitoa mwanga hafifu uliokuwa unacheza juu ya mawimbi madogo yaliyokuwa yanapiga ufukweni kwa utulivu. Wavuvi wengi wa kijiji walikuwa tayari wamerudi majumbani mwao baada ya siku ndefu ya kazi. Lakini Salim alikuwa bado amesimama ufukweni karibu na boti yake ndogo ya mbao. Upepo mwanana wa bahari ulikuwa unapuliza polepole, ukitikisa majani ya minazi iliyokuwa karibu. Salim alishika mkufu wake kwa mkono mmoja huku akiutazama mbali ndani ya bahari. Tangu asubuhi ile alipoongea na jini wa bahari, moyo wake ulikuwa umejaa mawazo mengi. Alijua sasa maisha yake hayakuwa kama zamani. Bahari haikuwa tena mahali pa kuvua samaki tu, ilikuwa siri kubwa iliyokuwa imefunguka mbele yake. Ghafla, mkufu wake ulianza kutoa mwanga mdogo wa dhahabu. Salim alishusha macho yake na kuutazama kwa mshangao. Mwanga ule uliongezeka kidogo kama ishara ya kitu fulani. Ndipo maji ya bahari mbele yake yakaanza kung'aa polepole. Kutoka ndani ya kina, jini wa bahari aliibuka juu ya uso wa maji kama alivyozoea kufanya. Nywele zake zilielea juu ya maji huku macho yake yakimwangalia Salim kwa utulivu. "Umeitwa tena na bahari," alisema kwa sauti laini. Salim alitikisa kichwa kidogo. "Nilihisi kama kuna kitu kinakaribia," alisema. Jini alitazama mbali ndani ya giza la bahari kana kwamba alikuwa anasikiliza kitu kisichoonekana. "Ndiyo," alisema polepole. "Na safari hii hatari iko karibu zaidi kuliko ulivyofikiria." Salim alikunja uso wake kidogo. "Ni hatari gani?" aliuliza. Lakini kabla jini hajajibu, Sini na Hamia inamuonesha Hamadi akiwa tena ndani ya msitu ule mzito mbele ya mganga Ngobe. Moto mkubwa ulikuwa unawaka mbele yao na mganga alikuwa amechora alama nyingi zaidi za uchawi ardhini kuliko hapo awali. Hamadi alikuwa amesimama katikati ya alama hizo huku macho yake yakiwa mekundu kidogo kutokana na nguvu za uchawi alizokuwa amepewa. Mganga Ngobe alikuwa anazunguka polepole akisema maneno ya ajabu kwa sauti nzito. "Leo ndiyo usiku," alisema ghafla. Hamadi akamtazama kwa macho yaliyojaa tamaa. "Usiku wa nini?" aliuliza. Mganga Ngobe akatabasamu kidogo kwa njia ya kutisha. "Usiku wa kuupata mkufu wa bahari." Hamadi alikaza mikono yake kwa nguvu. Ndani ya moyo wake alihisi nguvu mpya zikimiminika. Mganga Ngobe akachukua bakuli lile la maji meusi na kulinyanyua juu ya moto. Ndani ya maji yale, picha ya Salim ilionekana tena akiwa ufukweni. "Yuko peke yake," mganga alisema polepole. "Hii ndiyo nafasi yako." Hamadi alitikisa kichwa. "Nitaufuata mkufu huo hata ndani ya bahari yenyewe," alisema kwa uthabiti. Sini inaturudisha pale Salim alipokuwa bado ufukweni akimtazama jini wa bahari. Mawimbi yalikuwa yameanza kupiga kwa nguvu kidogo kuliko kawaida, kana kwamba bahari yenyewe ilikuwa imehisi kitu kisicho cha kawaida. Jini alimwangalia Salim kwa makini. "Kuna mtu anakuja," alisema polepole. Salim alikunja uso wake kidogo. "Nani?" aliuliza. Lakini kabla hajapata jibu, alisikia sauti ya miguu ikikanyanga mchanga nyuma yake. Aligeuka haraka. Mbele yake alisimama Hamadi. Macho yake yalikuwa mekundu kidogo na uso wake ulikuwa umejaa tabasamu la ajabu. "Habari Salim," alisema polepole. Salim alishangaa kidogo. "Hamadi, unafanya nini hapa usiku huu?" Hamadi alicheka polepole. "Nimekuja kuchukua kitu ambacho si chako," alisema huku akionyesha mkufu wa Salim kwa kidole. Salim alishika mkufu wake kwa nguvu kidogo. "Huu?" alisema. Hamadi akatikisa kichwa. "Ndiyo, mkufu wa bahari." Ghafla upepo mkali ulivuma juu ya bahari na mawimbi yakapiga ufukweni kwa nguvu zaidi. Jini wa bahari alisimama kimya juu ya maji akimtazama Hamadi kwa macho makali. Hamadi alipoona hilo alicheka kwa sauti. "Hata majini wanakulinda sasa," alisema kwa dharau. Kisha akanyanyua mikono yake juu na kuanza kusema maneno ya uchawi aliyofundishwa na mganga Ngobe. Giza lilianza kuzunguka pembeni yake kama moshi mweusi. Salim alihisi mkufu wake ukianza kuwaka kwa mwanga mkali zaidi. Jini wa bahari alimtazama na kusema kwa sauti ya utulivu, "Huu ndio wakati wako wa kwanza kutumia nguvu za mkufu." Hamadi akatupa mkono wake mbele kwa nguvu, kivuli kikubwa cha giza kiliruka kuelekea kwa Salim kama mawimbi meusi ya upepo.
lakini mkufu wa Salim ukatoa mwanga mkali wa dhahabu uliokata giza lile ghafla. Mwanga ule ulienea juu ya maji kama radi. Mawimbi makubwa yakaanza kupanda juu ya bahari kana kwamba bahari yenyewe ilikuwa imeamka kidogo. Hamadi alirudi hatua moja nyuma kwa mshangao. "Haiwezekani," alisema kwa hasira. Lakini kabla hajafanya uchawi mwingine, ghafla maji ya bahari yalipanda juu kama ukuta mkubwa. Ndani ya mawimbi yale, nguvu ya bahari ilionekana kama kivuli kikubwa kilichosogea mbele ya Salim. Hamadi alihisi nguvu yake ya uchawi ikimrudia. Alijaribu kusema maneno mengine ya uchawi, lakini upepo mkali ulipiga mwili wake na kumrusha chini kwenye mchanga. Alisimama kwa shida, huku macho yake yakiwa yamejaa hofu. Salim alisimama kimya, huku akishika mkufu wake na mwanga wa dhahabu ukimzunguka mwili wake. Hamadi alitazama bahari iliyokuwa imekasirika mbele yake na hatimaye akageuka na kukimbia gizani kuelekea msituni. Mawimbi yakarudi polepole katika hali ya kawaida chini ya mwanga wa mwezi, kana kwamba bahari ilikuwa imeridhika na mwisho wa vita hiyo. Siku ilipopaa, mwanga wa asubuhi ulianza kupenya ndani ya nyumba ndogo ya Salim. Hali ya utulivu ilikuwa imechukua kijiji kizima. Mvua kidogo ya baharini ilitulia juu ya samaki waliokuwa wakirudi kwenye kina chao, na upepo mwanana ulipuliza kwa utulivu kwenye minazi iliyokuwa karibu na ufukwe. Salim alikaa kwenye mwavuli mdogo uliotengenezwa na miti ya mikoko, akishika mkufu wake mkononi, mwanga wa dhahabu ukizunguka taratibu kama alivyofanya usiku wa jana. Moyo wake ulikuwa ukiwapiga kwa furaha na mshangao, lakini pia ulikuwa ukijawa heshima kwa nguvu alizokuwa nazo na siri za bahari. Aliweza kuhisi kila kiumbe cha baharini kilichokuwa karibu, samaki wakiruka, viumbe wadogo wakipita na hata maua ya korali yaliyokuwa yakichanganya rangi. Ghafla, kutoka mbali kidogo, aliona mwendo wa haraka unaokaribia ufukweni. Salim alibakiza macho yake makali. "Hamadi?" alijisemea kwa chini ya pumzi. Lakini si Hamadi alionekana, bali baba yake ambaye alirudi baada ya muda mrefu akiwa amefuata Hamadi na kujua hatari aliyoikusudia. Baba yake alitabasamu kidogo huku macho yake yakiwa yamejaa hofu na majivuno. "Salim," alisema polepole, "nimejua kila kitu. Sasa lazima tuhakikishe usalama wako." Sini na hamia inamwonyesha Hamadi akiwa amesimama mbele ya mganga Ngobe, bado akijaribu nguvu zake za uchawi. Alikuwa amepanda kwenye miinuko midogo ya miamba, mikono yake ikiwa imetandazwa, akijaribu kutumia giza lake kuunda kivuli kinachoweza kumfanya Salim asione hatari. Mganga Ngobe alikalia karibu naye, akimuongoza kwa maneno ya ajabu na kudumisha nguvu ya giza. Hamadi alikaza uso wake, macho yake yakikamilisha mchanganyiko wa woga na tamaa. Alihisi kuwa kila kitendo cha Salim kilikuwa ni changamoto ya kujaribu nguvu zake. Kila kipande cha maneno ya uchawi kilikuwa kando na tamaa ya kumtawala Salim. Sini inaturudisha pale Salim alipokuwa ufukweni, akishika mkufu wake mkononi, huku jini wake akimsaidia kuona kila hatari iliyokaribia. Maji yalikuwa yakipiga polepole, lakini Salim alihisi mvuto wa hatari uliotokeza kutoka kwa Hamadi. Alitumia hekima na mwanga wa dhahabu wa mkufu wake kuunda kizuizi kidogo cha kinga. Alijua sasa kuwa mkufu haukuwa tu zawadi, bali alikuwa ni zana ya kuwalinda viumbe wote wa bahari na kuhakikisha hatari ya giza haingii kwenye maisha yake wala ya wengine. Sini na hamia tena inamwonyesha Hamadi akiwa amesimama katikati ya msitu wa giza, akijaribu hatua ya mwisho ya uchawi wake, akijua hatari ni kubwa na uwezekano wa kushindwa mkubwa. Baba yake na mganga Ngobe walikuwa nyuma yake, wakimshinikiza kutumia nguvu zake zote. Hamadi alikaza mikono yake na kusema maneno ya uchawi kwa sauti kubwa, lakini ghafla upepo mkali ulivuma na giza lilitengana. Mwanga wa dhahabu kutoka mkufu wa Salim ulikata giza pale pale. Hamadi alishangaa, aligeuka na kukimbia, huku baba yake na mganga wake wakibakia kinyume na kile kilichokuwa kimetokea. Sini inaturudisha pale Salim akiweka mkufu wake taratibu, akitazama bahari iliyokuwa kimya na ufukwe ambao sasa ulikuwa mtulivu zaidi. Jini wa bahari alitabasamu polepole. "Umeonyesha hekima Salim," alisema. "Umeweza kulinda siri za bahari, na hatari yote iliyokuwa imekuja kutoka kwa Hamadi imeyeyuka mbele ya hekima yako na moyo wako safi."
Salim alikusanya pumzi yake, akitazama mwanga wa dhahabu unaotokea kwenye mkufu wake. Alijua sasa maisha yake yalikuwa tayari kuingia kwenye utulivu wa kweli. Hekima, jusari na heshima kwa bahari vilikuwa vimeweka msingi wa maisha mapya, sio tu kwa yeye, bali kwa familia yake na viumbe vote vilivyo hai ndani ya maji. Bahari ilionekana imeridhika, mawimbi yakiwa yamepungua na upepo mwanana ukikuliza juu ya samaki na korale, ukitoa ishara ya amani. Salim alijikaza mkufu wake na kuutazama kwa mara ya mwisho usiku ule. Jini wa bahari alimtazama kwa tabasamu, akimwambia polepole, Salim, sasa unaweza kuishi maisha yako kwa utulivu, na hizi siri zote umepokea kwa moyo safi. Uwe na amani na uendelee kulinda kile unachokipenda. Salim alikaza pumzi ya mwisho, akihisi furaha na utulivu, moyo wake ukiwa umejaa mshangao na heshima kwa dunia ya majini. Mwisho wa simulizi, Salim alijikuta akiwa tayari kuishi maisha mapya, akiwa na mkufu wake wa dhahabu, akiwa na familia yake karibu, na jini wa bahari akimtazama kwa amani. Hamadi, baba yake na mganga Ngobe walitulia. Walikubali kuwa hekima na moyo safi wa Salim umeishia kuwalinda. Bahari na viumbe vyake vilikuwa salama, na mwanga wa dhahabu uliokuwa umetoka kwenye mkufu wa Salim ulitimia kuwa ishara ya utulivu na amani isiyo na mwisho.